Asubuhi zilikuwa zikimkuta Kelvin akiwa tayari ameamka kabla ya jogoo kuwika. Nyumba yake ndogo ya udongo, iliyoezekwa kwa makuti yaliyokuwa yamechakaa, ilisimama pembezoni mwa kijiji kana kwamba nayo ilijitenga na dunia. Alikuwa hana chochote cha kumvutia macho ya watu, hakuna baiskeli, hakuna redio, hata viatu vyake vilionekana kuchoka kabla yake. Lakini licha ya umaskini huo uliokuwa wazi kama jua la mchana, Kelvin alikuwa na utulivu wa ajabu uliowafanya wengine washindwe kumsoma. Kijijini, jina lake lilitamkwa kwa sauti ya chini, mara nyingi likifuatwa na kicheko cha dharau. Yule hana mwelekeo, watu wangesema wakipita. Kwao, Kelvin alikuwa mfano wa kile ambacho vijana hawakupaswa kuwa: maskini, kimya, asiyejitangaza. Hawakujua alichokuwa akifikiria, hawakujua ndoto zake. Walichokiona ni mikono iliyojaa vumbi la kazi ndogondogo na macho yaliyotazama mbali, kana kwamba yaliona zaidi ya walichokiona wao. Hata hivyo, Kelvin hakuwahi kujibu kejeli kwa kejeli. Alipokutana na wazee njiani, aliinamisha kichwa kwa heshima. Alipokutana na watoto, aliwapa tabasamu la dhati. Na alipodharauliwa, alinyamaza, si kwa sababu hakuwa na maneno, bali kwa sababu aliamini kimya kinaweza kuwa ngao. Ndani yake kulikuwa na sauti iliyomwambia avumilie, ajifunze, asonge mbele bila kelele. Watu hawakujua kuwa usiku, Kelvin alikaa nje akiangalia nyota, akijipanga kesho yake. Hakuwahi kulalamika kwa sauti, lakini moyoni aliweka ahadi kwamba hali ya leo haitakuwa kifungo cha maisha yake yote. Kila siku aliyovumilia dharau, aliihesabu kama somo. Kila kazi ndogo aliyofanya, aliiona kama jiwe la msingi. Na kila heshima aliyowapa wengine, aliifanya iwe kioo cha utu wake, akiamini kuwa siku moja, ulimwengu ungefika mahali pa kuutambua. Kwa sasa, kijiji kilimwona Kelvin kama maskini asiye na mwelekeo. Lakini ndani ya yule kijana mnyenyekevu, kulikuwa na mwelekeo uliofichwa, ukisubiri wakati wake. Neema hakuwahi kuiona dunia kama kijiji tu alichozaliwa. Kwa macho yake, kijiji kilikuwa kituo cha muda, mahali pa kusubiri kabla ya maisha halisi kuanza. Kila alipoketi chini ya kivuli cha mti mkubwa karibu na nyumbani kwao, mawazo yake yalikuwa mbali zaidi ya mashamba na barabara za vumbi. Alijiona kwenye nyumba kubwa, akivaa mavazi safi, akiheshimiwa na watu waliokuwa wakimsikiliza anapoongea. Ndoto zake zilikuwa pana kuliko anga la kijiji chao. Tangu akiwa mdogo, Neema alijifunza jambo moja kutoka kwa mazingira yaliyomzunguka: heshima ilifungamana na uwezo. Aliona namna watu walivyowasikiliza wale wenye ng'ombe wengi, mashamba makubwa, au biashara mjini. Aliona pia jinsi maneno ya maskini yalivyokuwa mepesi kupuuzwa. Ndani yake, aliapa kimya kimya kuwa hatarudia maisha ya kusubiri msaada au kunyenyekea kwa sababu ya kukosa. Alitaka maisha bora, si kwa anasa tu, bali kwa heshima iliyokuja nayo. Kwa Neema, ndoa haikuwa suala la hisia pekee. Ilikuwa uamuzi wa mustakabali. Alitaka mume ambaye angeweza kumtoa kwenye kivuli cha umaskini na kumweka kwenye mwanga wa jamii. Mume mwenye uwezo wa kujenga, kulinda na kuonyesha mbele ya watu kuwa amefanikiwa. Hakujiona akipambana na maisha bega kwa bega na mtu asiye na uhakika wa kesho. Hofu ya kurudi nyuma ilikuwa kubwa kuliko wazo la kusubiri mapenzi ya kweli. Ingawa hakuwahi kusema waziwazi, moyoni Neema aliamini kuwa umaskini ni mzigo unaobeba aibu ya kimya. Aliona kama ni kikwazo cha heshima, ukuta unaokuzuia kusikilizwa, kukubalika na kuthaminiwa. Hivyo alijifunza kuchagua kwa macho, si kwa moyo. Alijifunza kupima watu kwa kile walichokuwa nacho, si kile walichobeba ndani yao. Watu kijijini walimwona Neema kama msichana mwenye ndoto kubwa, wengine wakamuita mwenye kiburi. Lakini kwake, ndoto hizo zilikuwa silaha ya kujilinda dhidi ya maisha aliyoyaogopa. Hakujua bado kuwa, mara nyingi, njia ya heshima haianzi kwenye uwezo wa mtu, bali kwenye maamuzi yanayofichua moyo wake. Ilikuwa jioni tulivu, jua likiwa linapotea polepole nyuma ya milima, wakati Kelvin alikusanya ujasiri wake. Alisimama kwa muda mrefu kando ya barabara ya vumbi, akijipangusa mikono kana kwamba alitaka kufuta hofu iliyomvaa. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida, si kwa sababu hakuwa na uhakika wa hisia zake, bali kwa sababu alijua dunia aliyokuwa akiingia haikuwa laini kwa watu kama yeye. Hata hivyo, aliamua kwenda mbele. Mapenzi kwa Kelvin hayakuhitaji mapambo, yalihitaji ujasiri. Alimkuta Neema akiwa na marafiki zake karibu na kisima, wakicheka huku wakichota maji. Mazungumzo yalipungua ghafla Kelvin alipokaribia.
Kulikuwa na ukimya mfupi uliojaa mshangao na mashaka. Kwa sauti ya chini lakini iliyojaa heshima, Kelvin alimwambia Neema nia yake. Hakupamba maneno, hakujiongezea uwezo ambao hakuwa nao. Alisema ukweli wake wazi, kwamba anamthamini, anamuona kama mwenza wa maisha na yuko tayari kufanya kazi kwa bidii ili wajenge kesho pamoja. Neema hakuchukua muda kufikiria. Alimtazama Kelvin kuanzia miguu hadi usoni, macho yake yakikaa kwa sekunde chache kana kwamba yanapima uzito wa kauli yake. Kisha akacheka kwa sauti ndogo, kicheko kilichowafanya marafiki zake kubadilishana macho. Maneno yake yalitoka wazi, bila kuficha chochote. Alimwambia Kelvin kuwa mapenzi hayawezi kulipa njaa, wala heshima haijengwi kwa ahadi tupu. Kwa mtazamo wake, Kelvin hakuwa na chochote cha kumpa zaidi ya maneno. Maneno hayo hayakusemwa kwa siri. Watu waliokuwa karibu walisikia. Wengine walitabasamu kwa dharau, wengine wakatikisa vichwa kana kwamba walitarajia hilo. Neema aliendelea, akimkumbusha Kelvin hali yake, akisema wazi kuwa umaskini wake hauwezi kuwa msingi wa ndoa. Kila neno lilikuwa kama jiwe lililotupwa mbele ya hadhira, likimgonga Kelvin bila kujisitiri. Kelvin alisimama kimya. Hakujitetea, hakujibishana. Alipumua kwa kina, akamwangalia Neema kwa mara ya mwisho, kisha akainamisha kichwa kwa heshima ile ile aliyokuja nayo. Ndani yake kitu kilipasuka, lakini pia kitu kipya kilianza kujengwa. Akiwa anaondoka kwenye macho ya watu, aliacha nyuma si tu ombi lililokataliwa, bali pia kivuli cha yule kijana aliyekubali kudharauliwa bila kubadilika. Habari zilisambaa kijijini kwa kasi kuliko upepo wa jioni. Kabla hata giza halijashuka, kila kona ilikuwa tayari inajua kilichotokea pale kisimani. Jina la Kelvin lilikuwa midomoni mwa watu, si kwa heshima, bali kama kichekesho kipya cha siku. Wengine walicheka waziwazi, wakipiga vijembe vilivyofichwa kwenye utani. Maskini naye anataka kuoa, walinong'ona, kana kwamba ndoto za mtu zilikuwa kosa linalostahili adhabu ya dhihaka. Kelvin alipokuwa akipita barabarani, macho mengi yaligeuka kumtazama. Wengine walifanya kama hawamjui, wengine walimwangalia kwa kejeli iliyojificha nyuma ya tabasamu bandia. Maneno yalifika masikioni mwake bila yeye kuyatafuta, vipande vya sauti vilivyomchoma zaidi kuliko ukimya. Kila hatua aliyochukua ilionekana kuwa nzito, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa inamkumbusha nafasi aliyowekewa na jamii. Nyumbani kwa Neema, uamuzi ule haukupingwa. Familia yake ilikaa pamoja, wakizungumza kwa sauti za kujiamini. Waliona kitendo cha Neema kama busara, kama ulinzi wa heshima ya familia. Mama yake alitikisa kichwa akisema binti yake amefanya kilicho sahihi, kwamba ndoa sio jaribio la bahati. Baba yake aliongeza kwa sauti nzito kuwa umaskini ni mzigo ambao haupaswi kurithiwa kizazi hadi kizazi. Maneno hayo, ingawa hayakusemwa mbele ya Kelvin, yaliongeza uzito wa aibu aliyokuwa akiibeba. Kelvin hakupata mahali pa kujisitiri dhidi ya hisia zake. Alipofika nyumbani kwake usiku huo, alikaa kimya gizani, akisikiliza sauti za kijiji kilichokuwa kinaendelea na maisha kana kwamba hakuna kilichotokea. Ndani yake kulikuwa na maumivu makali, si kwa sababu alikataliwa tu, bali kwa sababu alikataliwa hadharani, mbele ya jamii iliyokuwa tayari imemhukumu kabla hajafungua kinywa. Alijiuliza kimya kimya kama heshima ya mtu hupimwa kwa kile alichokuwa nacho mfukoni. Lakini hata katika mawazo hayo mazito, Kelvin hakuruhusu chuki ichukue nafasi. Aliumizwa, lakini hakuanguka. Aibu ilimvaa kama wingu zito, lakini ndani ya giza hilo, moyo wake ulianza kuunda ukimya mpya. Ukimya wa mtu aliyepoteza kitu, lakini bado hajapoteza mwelekeo. Baada ya siku zile za dhihaka na maneno yaliyomuuma zaidi kuliko njaa, Kelvin alichagua njia ambayo hakuna aliyotarajia: ukimya. Hakukusanya watu kuwaeleza nia yake, hakutangaza maamuzi yake, wala hakulalamika kwa yoyote. Alitembea kijijini kama kawaida, akifanya kazi zake ndogondogo, lakini ndani yake kulikuwa na uamuzi mzito uliokuwa umechukua mizizi. Alielewa sasa kuwa maneno hayangebadilisha namna watu walivyomwona, ni matendo pekee yangethibitisha thamani yake. Usiku mmoja, akiwa ameketi peke yake nje ya nyumba yake, Kelvin alitazama nyota kwa muda mrefu kuliko kawaida. Kila mwanga uliokuwa angani ulimkumbusha kuwa dunia ni kubwa kuliko kijiji kilichomjaza aibu. Alijua hangeweza kubadilika akiwa bado amezungukwa na macho yaliyomzoea kama maskini asiye na mwelekeo. Ndipo akafanya uamuzi: ataondoka au atajitenga kiasi kwamba hata uwepo wake usingeonekana tena. Si kwa hasira, bali kwa hitaji la nafasi ya kujijenga.
Asubuhi iliyofuata, watu wachache waliona Kelvin akipita akiwa na mkoba mdogo uliobeba vitu vichache tu. Hakusema anaenda wapi. Alipoulizwa, alitabasamu kwa upole na kusema, natafuta kazi. Hakuna aliyesumbua kuuliza zaidi. Kwao ilikuwa kawaida mtu kama Kelvin kupotea bila athari. Hawakujua kuwa ndani ya mkoba huo kulikuwa na zaidi ya nguo, kulikuwa na azma, nidhamu na ahadi ya kujithibitisha. Siku zilipita na uwepo wa Kelvin ukawa kivuli kinachofifia. Kazi alizokuwa akizifanya hazikuonekana tena. Viti alivyokuwa akikalia havikuwa tupu. Watu walizoea kutomwona haraka, wakiamini kuwa maisha yameendelea kama kawaida. Hakuna aliyefahamu ni wapi alipo, anafanya nini, au anapitia nini. Ukimya wake uligeuka kuwa fumbo. Ndani ya uamuzi huo wa kimya, Kelvin alianza safari ya ndani na ya nje. Hakutafuta kulipiza kisasi, hakutafuta kuthibitisha kwa maneno. Alitafuta kubadilika. Na ingawa kijiji kiliona kuondoka kwake kama kutoweka kwa maskini mwingine, uamuzi ule wa kimya ulikuwa mwanzo wa kitu ambacho kingeivuruga kabisa picha waliokuwa wamemchorea. Miezi ilipopita, kijiji kilianza kuhisi upepo wa ajabu, upepo wa mabadiliko ambao haukuwa na uso wala jina. Kwanza ulikuwa ni uvumi mdogo tu, maneno yaliyopitishwa kwa sauti za chini sokoni na kwenye vikao vya jioni. Watu walianza kusikia habari za mtu mwenye uwezo mkubwa, mtu aliyekuwa akiwekeza kwenye maeneo ya karibu. Hakuna aliyemwona waziwazi, lakini athari zake zilianza kuonekana taratibu, kana kwamba kulikuwa na mkono usioonekana uliokuwa ukisukuma maendeleo. Siku moja, barabara iliyokuwa ikikatiza kijiji kwa vumbi na mashimo ilianza kusawazishwa. Mafundi walifika bila makelele, wakifanya kazi kwa mpangilio. Wazee walishangaa, vijana wakafurahi, lakini maswali yakabaki hewani. Nani aliyefadhili? Hakukuwa na bango wala jina lililotajwa. Baada ya muda mfupi, zahanati iliyokuwa ikivuja paa ilikarabatiwa na shule ya msingi ikapewa madawati mapya. Mabadiliko yalikuwa ya kweli, lakini chanzo chake kilikuwa kitendawili. Watu walianza kuunganisha vipande vya uvumi. Wengine walisema ni mfanyabiashara kutoka mjini aliyenunua ardhi karibu. Wengine walidhani ni msaada wa serikali au shirika fulani la nje. Lakini kila nadharia ilipungua nguvu ilipoulizwa kwa undani. Hakuna aliyekuwa na jibu kamili. Kila aliyekuwa akijaribu kuuliza alipata majibu yasiyoeleweka, kana kwamba ukweli ulikuwa unafichwa kwa makusudi. Katika vikao vya kijiji, viongozi walizungumza kwa tahadhari. Walipongeza mabadiliko, lakini walikiri hawakuwa na taarifa kamili kuhusu mfadhili. Hilo liliwafanya watu wawe na hisia mchanganyiko, furaha kwa maendeleo na wasiwasi kwa kutokujua. Ni nani angewekeza bila kutafuta sifa? Ni nani angefanya wema kwa kimya? Maswali hayo yalianza kuwatatiza wengi. Wakati huo wote, hakuna aliyemkumbuka Kelvin. Jina lake lilikuwa limetoweka kwenye mazungumzo ya kijiji kama vile yeye mwenye alivyotoweka miezi iliyopita. Lakini bila wao kujua, dalili hizi za mabadiliko zilikuwa zimeunganishwa na safari ya mtu aliyemwona kama asiye na mwelekeo. Kijiji kilikuwa kinaguswa na matokeo, bila kujua kuwa chanzo chake kilikuwa karibu zaidi kuliko walivyodhani. Siku ambayo Kelvin alirudi kijijini haikuwa na makelele, lakini ilibeba uzito wa ajabu uliowafanya watu wajihisi tofauti bila kujua kwa nini. Alifika asubuhi mapema wakati shughuli zilikuwa zinaanza taratibu. Wale waliomwona kwanza hawakumtambua mara moja. Alikuwa amevalia kwa nadhifu, si kwa kujionyesha, bali kwa utulivu wa mtu aliyekuwa amejipanga. Hatua zake zilikuwa thabiti, macho yake yakitazama mbele bila hofu ile ya zamani. Ilikuwa ni sura ile ile, lakini kulikuwa na kitu kipya kilichobadilisha namna alivyobeba uwepo wake. Habari za kurejea kwake zilianza kusambaa polepole. Yule si Kelvin, watu waliinong'ona wakimtazama kwa mshangao. Hakurudi kama mtu anayekuja kudai haki au kujionyesha. Aliwasalimia watu kwa heshima ile ile aliyokuwa nayo zamani. Aliinamisha kichwa kwa wazee, akatabasamu kwa watoto kana kwamba hakuwahi kuondoka. Lakini tofauti ilikuwa wazi, hakukuwa tena na ule uzito wa aibu uliokuwa ukimfuata. Badala yake kulikuwa na utulivu wa mtu aliyekuwa anajiamini kimya kimya. Wengine walianza kuunganisha dalili. Walikumbuka mabadiliko yaliyoanza kijijini miezi iliyopita, wakaangalia tena muonekano wa Kelvin na mioyo ikaanza kuhisi kuna kitu kisicho cha kawaida. Lakini hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja. Kelvin hakuongea kuhusu alichokuwa amepitia, wala hakutoa maelezo ya alipokuwa.
Alirudi na akaanza kushiriki shughuli za kijiji kwa kawaida, kana kwamba alikuwa amerudi tu nyumbani baada ya safari fupi. Neema alipomsikia Kelvin amerudi, alihisi mshtuko wa ndani. Alimuona kwa mbali, akitembea bila haraka, na kwa mara ya kwanza akagundua kuwa mtu aliyemkataa hakuwa amevunjika kama alivyotarajia. Kulikuwa na kitu katika mkao yake kilichomfanya ajiulize maswali ambayo hakuwahi kujiuliza kabla. Watu wengine pia walianza kushangaa. Je, mabadiliko yote yale yalikuwa na uhusiano naye? Kadiri siku zilivyopita, mshangao ulizidi. Kelvin alikuwa yule yule kwa tabia, mnyenyekevu, mwenye heshima, lakini hali yake ilikuwa imebadilika kwa njia isiyoelezeka. Kijiji kilianza kumtazama upya, si tena kama maskini asiye na mwelekeo, bali kama fumbo lililokuwa linakaribia kufunuliwa. Ukweli haukuja kwa kishindo, ulijifunua taratibu, kama pazia linalofunguliwa kwa mikono ya subira. Kwanza, ilikuwa ni kikao cha kijiji kilichoitishwa ghafla. Viongozi walitangaza miradi mipya, kisima kipya cha maji safi, ufadhili wa pembejeo kwa wakulima, na mpango wa mikopo midogo kwa akina mama. Watu walishangilia, lakini macho yakabaki kuuliza swali lile lile: nani nyuma ya haya yote? Ndipo jina la Kelvin likatajwa kwa mara ya kwanza, kwa tahadhari, kana kwamba lilikuwa neno zito lisilotakiwa kuanguka vibaya. Ilisemekana Kelvin alikuwa ameshirikiana na wawekezaji kutoka nje ya kijiji, akitumia ujuzi na nidhamu aliyojijengea akiwa mbali. Alikuwa ameanza biashara kwa hatua ndogo, akakosea, akajifunza, akasimama tena, hadi pale fursa ilipomfungukia. Hakurudi na mali ya kuonyesha, bali na uwezo wa kupanga, kuunganisha watu, na kusukuma maendeleo kwa vitendo. Chanzo cha mafanikio yake hakikuwa bahati, kilikuwa ni kazi, uvumilivu, na maamuzi ya kimya aliyoyafanya wakati hakuna aliyekuwa akimtazama. Watu walianza kuona ushahidi kwa macho yao. Miradi iliendelea bila kusimama. Vijana walipata ajira. Wakulima waliona mavuno yakiongezeka. Shule ilipata vifaa, na zahanati ikaanza kufanya kazi kwa ufanisi. Kila mafanikio yalikuwa na alama ya utulivu, hakukuwa na picha, hakukuwa na sifa. Lakini kila alipoulizwa, Kelvin alisema kwa kifupi: kijiji chetu kinastahili. Neema alipoanza kuelewa ukweli huo, hisia zilimchanganya. Aliunganisha kumbukumbu za maneno aliyomwambia Kelvin na matokeo aliyoyaona sasa. Wengine kijijini walifanya hivyo pia. Walikumbuka dhihaka, wakakumbuka kimya cha Kelvin, na sasa wakashuhudia manufaa yanayowafikia moja kwa moja kupitia yeye. Aibu ikaanza kubadilika sura, kutoka kicheko cha jana hadi ukimya wa kutafakari. Ukweli ulipoanza kufichuka, kijiji kiligundua somo gumu: uwezo haupigi kelele, na mafanikio ya kweli hayahitaji kutangazwa. Kelvin hakuwa amerejea kubadilisha taswira yake tu, alikuwa amerudi kuibadilisha hatima ya wengi, akianzia pale walipodhani hakuna kitu kingeweza kuota. Majira yalibadilika, na pamoja nayo, nyuso za watu kijijini zilianza kubeba tafakari nzito. Neema alihisi mabadiliko hayo moyoni mwake kabla hayajaonekana wazi. Kila aliposikia jina la Kelvin likitajwa kwa heshima, alikumbuka maneno aliyowahi kuyatoa hadharani, maneno yaliyokuwa mepesi wakati ule, lakini sasa yalikuwa mazito kama jiwe kifuani. Alianza kuona tofauti kati ya uwezo aliouabudu na utu alioupuuza. Usiku mmoja, Neema alikaa peke yake, akitazama mbali, huku mawazo yakimrudisha pale kisimani. Aliona jinsi alivyocheka, jinsi alivyopima mtu kwa hali ya sasa, na jinsi alivyofumbia macho uwezekano wa kesho. Majuto hayakuja kama kilio kikubwa, yalikuja kimya, yakijikusanya taratibu. Alitambua kosa lake, si kwa sababu Kelvin alikuwa amefanikiwa, bali kwa sababu alikuwa amemdharau kama mwanadamu. Hilo lilimuumiza zaidi. Kijijini hali ilikuwa hiyo hiyo. Wale waliokuwa wakiongoza vicheko sasa walionekana kujiepusha na macho ya wengine. Vikao vilipokutana, sauti zilikuwa za tahadhari. Watu walianza kujilaumu kwa hukumu walizotoa kwa haraka. Tuliona mavazi, tukasahau tabia, mmoja alisema. Mwingine alinyamaza, akitafakari nafasi aliyochukua katika kumvunja moyo mtu aliyekuwa akijijenga kimya kimya. Hadhi za kijamii zikaanza kubadilika bila tangazo. Maneno ya maskini hayakuwa mepesi tena kupuuzwa. Vijana walioshughulika na kazi ndogondogo walianza kusikilizwa. Heshima ikaanza kuhamia kwenye mwenendo na mchango, si mfuko. Kelvin hakutumia mabadiliko hayo kujitukuza, alibaki mtulivu, akifanya kazi yake, jambo lililozidi kuwaumiza waliowahi kumdharau. Neema alipokutana na Kelvin kwa mara nyingine, hakukuwa na maneno mengi,
Macho yake yaliongea zaidi, ya kuomba msamaha, ya kukiri kosa, ya kutambua thamani iliyopuuzwa. Kelvin alimsalimia kwa heshima ile ile ya zamani. Hakukemea, hakujigamba. Ukimya wake ulikuwa funzo tosha. Katika aibu ile ya kimya, kijiji kilianza kujifunza upya maana ya heshima. Si kwa sauti kubwa, bali kwa vitendo na mioyo iliyogeuka. Jua lilipochomoza juu ya kijiji, kilikuwa na mwanga wa tofauti kabisa. Kelvin alikaa kwenye jukwaa la kijiji, akitazama watu wote waliokusanyika. Sauti za awali za hicheko na dhihaka zilikuwa hazionekani tena, badala yake kulikuwa na ukimya wa heshima. Watu waliokuwa wakimdhihaki zamani sasa walitabasamu kwa aibu na heshima, wakitambua kwamba umaskini wa Kelvin haikuwa mwisho wake, bali mwanzo wa safari ya mafanikio isiyotarajiwa. Neema alisimama katikati ya umati, akisoma uso wa Kelvin, akiogopa lakini pia akijua kwamba dhahiri, heshima na tabia za mtu zina thamani kuliko mali yoyote. Alijua sasa kuwa thamani ya mtu haiwezi kupimwa kwa hali ya sasa, bali kwa moyo alioubeba na uthabiti wa ndani. Kila mtu kijijini alianza kufikiri upya kuhusu tabia zao, uamuzi wao, na jinsi walivyopima wengine kwa haraka. Kelvin alionekana kimya, lakini macho yake yalichanua furaha ya ndani. Hakusema chochote, bali tabasamu lake lilichukua nafasi ya maneno. Kwa hatua ndogo, alianza kusaidia vijana wa kijiji kupata elimu, akikusanya msaada kwa njia ambazo hakuna aliyetarajia. Kila kitendo chake kilikuwa mfano wa ukweli, wema, uthubutu na uvumilivu havipimwi kwa hali za kifedha. Kijiji kiliinuka kimaadili na kifikra. Watu walijifunza kuwa heshima na upendo vinazidi mali. Kuwa mtu mwenye moyo safi ni hazina kubwa kuliko mali yoyote. Na wakati kijiji kilipozama kwenye utulivu wa mchana, kila mmoja alijua funzo kubwa. Hakuna mtu anayepaswa kudharau mwingine kwa sasa wake, kwani kesho kila kitu kinaweza kubadilika. Kelvin, kwa utulivu wake, alionyesha kuwa kweli wema haukufi, na heshima ya kweli ni ile inayojitokeza bila shinikizo.